Ni mwendelezo wa sessions zinazohusu klabu ya Young Africans kule Algeria, ambako wamesafiri kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wao hatua ya makundi ya Liga ya Mabingwa Afrika dhidi ya JS Kabylie. Tumeshazungumza vingi kuhusu Young Africans, na session ya mwisho tuliangalia pia mazingira mengi kuhusu klabu ya JS Kabylie kwa undani zaidi. Lakini kwa wakati huu tunarudi tena katika platform hii, na wakati huu tunakwenda kuangalia moja ya kadhia ambayo imetokea airport, kwa maana ya uwanja wa ndege wa Algeria, ambako Young Africans walipitia kwa ajili ya kuelekea huko ambako wanaenda. Kwanza ikumbukwe kuna kadhia kwanza ambayo ipo, kwa maana ya Young Africans imeonekana kama kuna fitna wamefanyiwa, kama kuna hujuma wamefanyiwa, kwa maana walipofika ndani ya airport ya Algiers. Sasa picha ambayo natakiwa kuijua, ambayo nataka nikupe hapa ufahamu kwamba wanakoenda Young Africans ni mji unaitwa Tizi Ouzou. Mji huu unapatikana kaskazini zaidi mwa Algeria. Miji mingi ya Algeria inapatikana upande wao wa kaskazini, lakini kule kaskazini zaidi kwenye bahari kabisa ndo wanapatikana Tizi Ouzou. Tizi Ouzou ni eneo ambalo inapatikana jamii wa Berber, tumeshazungumza katika session iliyopita. Sasa ili ufike Tizi Ouzou, kituo kikuu cha kuingilia ndani ya Algeria ni mji wao mkuu unaitwa Algiers. Ndani ya Algiers ndo kuna airport ya Algiers, ambayo ina jina la rais wao, na kama sikosei rais wa pili au rais wa tatu wa Algeria ndo hiyo airport. Kwa hiyo Young Africans ilitakiwa kwanza wafike Algiers, alafu akishafika pale wafanye uratibu wa kuelekea Tizi Ouzou katika mji mwingine, ambapo kimakadirio ya muda ni wastani wa masaa mawili kwa barabara, kwa maana ya gari, wastani wa hayo masaa mawili, na walifika salama kwa maana ya Algiers. Ila kabla ya safari yao ya kuelekea Tizi Ouzou, walipofika ndani ya Algiers kwa maana ya airport, walikutana na changamoto ambayo ilithibitishwa pia na afisa habari wao kwa maana ya Ali Kamwe, kupitia kipindi cha Mshike Mshike cha Azam TV. Alithibitisha kwamba wamefika airport, lakini mabegi yao yale ya vifaa walikuwa hawayaoni, na sio wao tu, pamoja na Mamelodi Sundowns, kwa sababu waliingia muda mmoja. Ikumbukwe Mamelodi Sundowns wana mechi dhidi ya MC Alger ambayo inachezwa pale pale mjini, kwa maana ya Algiers, ambako wanapatikana au MC Alger, na MC Alger wana uwanja wao mpya kabisa uko barabarani tu hivi, ndio ambao wanakwenda kuutumia kwa ajili ya mchezo huo dhidi ya Mamelodi. Young Africans hapo wanapita tu njia kuelekea Tizi Ouzou. Sasa afisa habari alithibitisha kwamba wamekaa takriban masaa si chini ya 4 kabla ya kupata mizigo yao, kwa maana mabegi yao kuelekea huko wanakoenda. Sasa kuna experience nataka kushare. Kuna kitu nataka niwaambie kuhusu mazingira ya Algeria. Mimi nilibahatika kuwa Algeria wastani wa juma zima, nimekaa takriban siku 7 ndani ya Algiers. Lakini nikiwa ndani ya kabla ya kwenda Algeria tayari nilishapata tahadhari za mazingira ya kiusalama ndani ya Algiers, kwa maana ule mji wao mkuu. Na usalama huo na maanisha kuna vitu ambavyo kwao ni sensitive, yani kama taifa wanaona ni vitu ambavyo vina ukakasi. Miongoni mwa hivyo vitu, mimi ni mwandishi na nilienda kwa kazi ya uandishi. Miongoni mwa hivyo vitu ambavyo wanapata changamoto ni pamoja na kamera. Kuna rekodi nyingi za watu kwenda Algeria kuingia na kamera kwa ajili ya kwenda kufanya production au kwenda kupiga picha au kwenda kureport, wamekuwa wakipata wakati mgumu. Lakini ukiangalia hizo changamoto za kamera ambazo walikuwa wakizipata baadhi ya waandishi wakiwa airport, kwa asilimia, manake hapo na maanisha waandishi ambao wanatoka kwenye makampuni yao, lakini pia hata vifaa vya klabu, kwa maana ile timu ambayo inaingia pale, zile kamera zao pia zinakuwa kwenye wakati mgumu sana mpaka kuingia ndani ya Algeria. Sasa sisi tumekwenda, sisi tulikwenda, safari yetu tuliambatana na kikosi cha Singida Black Stars. Kiukweli sisi hatukupata tabu kabisa kwa maana ya kuingia. Hatukupata tabu kabisa, safari yetu ilikuwa imenyooka kabisa. Yani tangu tunatoka Tanzania, tunaingia Istanbul Uturuki, tunaingia Algeria ile Algiers, hakukuwa na shida. Lakini ukifuatia kumbukumbu za wenzetu ambao waliokwenda huko, wanakwambia kuna changamoto ya kupita pale, kwa maana airport ile kukaguliwa ili uingie ndani ya nchi yao, kuna changamoto ya ukaguzi. Sasa ukitrace
hao wote ambao wameenda huko walienda na klabu kubwa. Walienda na klabu kubwa kucheza dhidi ya klabu kubwa. Naomba nieleweke vizuri hapa. Kwa mfano, kuna kesi ya Simba. Simba ni klabu kubwa. Walienda Algeria, walipata changamoto kwenye vifaa, lakini kubwa zaidi Young Africans. Young Africans walipocheza finali na USM Alger, na pia waandishi walipitia hiyo changamoto kwa maana ya kupita na vifaa, lakini pia vifaa vya klabu pia vilikuwa vimepitia kwenye changamoto kwa maana ya ukaguzi. Hiyo experience wanashare baadhi ya waandishi. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini sisi na Singida tumepita smoothly? Maybe kwa sababu wameona Singida ni klabu ya daraja la kati kwa namna ambavyo wanafikiria, yani hawaipigi picha kama Simba au Yanga. Lakini pia klabu ambayo Singida alikwenda kucheza nao kwa maana ya CR Belouizdad ni klabu inaonekana pia daraja la kati kwa muktadha wa Algeria, sio klabu kubwa ya kutisha kwa daraja hilo. Kwa hiyo safari ilikuwa too smooth, lakini imeonekana kuna changamoto kwa this time around. Sisi tumepita smooth, lakini imeonekana kuna shida kwa haya maklabu makubwa mawili kwa maana ya Mamelodi Sundowns na Young Africans. Hizi ni klabu ambazo ni wapinzani, yani ni wapinzani kabisa. Ni timu ambazo zina uwezo wa kuingia mule ndani zikachukua alama 3 na zikarudi nazo nyumbani, kwa sababu amesha prove katika hilo. Wale Mamelodi Orlando walishawahi kwenda pale wakawahi kuchukua alama 3 msimu uliopita tu kwa MC Alger, lakini Mamelodi Sundowns wamewahi kwenda pale wakachukua alama 3 kwa CR Belouizdad. Young Africans ameenda pale akawahi kushinda dhidi ya USM Alger. Kwa hiyo wana kumbukumbu, wanajua kabisa kwamba hizi ni timu sumbufu, ni timu ambazo zinaweza kuchukua alama huko ndani. Safari zao hazikuwa smooth kwa kiwango hicho. Miongoni mwa vitu ambavyo vimewapa tabu ni airport, kuvuka airport, mabegi yao ya vifaa. Just imagine, mabegi ya vifaa yalikuwa hayaonekani, na vifaa maana yake ndio vinawasaidia kufanya mazoezi. Tafsiri yake inaposimamishwa mabegi ya vifaa, maana yake automatic hamwezi kwenda kufanya mazoezi, labda mkafanye jog tu, lakini kwa maana kutumia vifaa vyenu kufanya mazoezi, hiyo session inakuwa automatic, inakufa kwa muktadha huo. So kwa Mamelodi Sundowns na Young Africans walifanikiwa kuingia, lakini walikaa takriban masaa 4. Amethibitisha hilo Ali Kamwe, afisa habari wa Young Africans, kwamba alitumia muda mrefu kabla ya kutoka na kuingia ndani ya Algiers wao pamoja na Mamelodi Sundowns. Kwa nini? Kwa sababu pia timu ambazo wanakwenda kucheza nazo ndani ya Algeria ndio matimu makubwa zaidi. Sababu ambayo Ali Kamwe aliitoa kwa maana ambayo aliambiwa na mamlaka ya airport pale, kwa maana ambao walitoa sababu kwa nini mabegi alikuwa hajafikia, ni kwamba walikuwa hawamjui mwenye mabegi yake ni nani. Just imagine, vile vifaa vinakuwa na nembo za klabu, lakini ukiona airport kuna wageni wamekuja kwa maana ya timu inaonekana inapita, alafu kwa sababu airport ya Algeria sio kubwa kwa kiwango hicho cha kushindwa kujua kwamba kuna timu zimeingia na hivi ni vifaa vyao. Kwa hiyo walipata changamoto ya kutokujua nani mwenye vifaa vyake. Ni sababu fulani hivi ambayo ukiangalia unaona ndani yake kama mashiko yake ni madogo sana. Klabu ambazo wanakwenda kucheza nao ndani ya Algeria ndio maklabu makubwa zaidi ndani ya Algeria. Young Africans anakwenda kucheza na JS Kabylie, klabu bora ya muda wote ndani ya kandanda la Algeria. Ndio timu yenye mataji mengi kuliko timu yoyote ndani ya Algeria na nje ya mipaka ya Algeria. MC Alger ndio timu yenye mashabiki wengi zaidi ndani ya Algeria, na ndio timu kubwa zaidi ndani ya Alger, kwa maana ule mji mkubwa Algiers ndo timu yenye mashabiki wengi zaidi. Kwa hiyo ukiangalia timu kubwa mbili zimeingia Algiers, lakini wanakwenda kucheza na timu mbili kubwa zaidi za Algeria. Kwa hiyo ukiona fitina za namna hiyo haiwezi kukushangaza. Kuna baadhi ya mkwamo ukitokea wa masaa 4 kupatikana kwa mabegi, ni kitu ambacho kinafikirisha, na inatokea, ni jambo la kawaida sana pale airport kutokuwa na begi lako. Mimi binafsi nilisafiri kwenda Algeria, ambaye niliambatana naye pia, begi lake hakulipata kwa wakati, alikuja kulipata siku ya pili, na kwa sababu alikuwa na haraka ilibidi aondoke. Lakini hii ni klabu ya soka na mabegi yao yanapita chini, maana yake haya mabegi, kwa maana hivi vifaa vilipita chini, vinakaguliwa chini. Kwa hiyo mpande navyo juu ndani ya ndege, vinapita chini kwenye boots za ndege. Lakini ndio hivyo, good thing ni kwamba wameingia salama ndani ya Algeria. Good thing pia kwa Mamelodi Sundowns wenyewe wanakaa pale pale Algiers. Ero nafikia pale pale ndani ya Algiers. Lakini kwa Young Africans ilitakiwa wasafiri waende Tizi Ouzou, ni mji mwingine kabisa, na ni mji ambao unatumia masaa 2 wastani
wa masaa mawili kutoka Algiers mjini kuelekea Tizi Ouzou huko kwenye jamii za Waberberi huko ambako wanapatikana hawa JS Kabylie. Kwa hiyo ni experience ambao niliamua ni share hapa kwa kile ambacho kimetokea. Nilisema hapana, hapa inabidi nitie neno kwa experience ambayo niko nayo. Kuna kila sababu ya kushare na wadau wa soka ili waweze kupata picha ya kile ambacho kimetokea. So hicho ndicho ambacho kimetokea. Sasa wewe kwa utashi wako unaweza ukachekecha kwenye kichwa chako au ukapima, je, hii ni fitna au ni kitu cha kawaida ndani ya airport? Unaweza ukapima wewe kwa nafasi yako, lakini unaweza kadondosha comment kwenye comment section hapo ukatuambia kwa hiki chote ambacho nimekielezea na kile ambacho ulikisikia kutoka kwao wenyewe kwa maana Young Africans na ambao walifuatilia kipindi cha mshike mshike siku ya jana, nini ambacho umeking'amua kutoka kwenye safari ya Young Africans, hususan tunadili na wao Mamelodi Sundowns wameingilia tu hapo, ingawaje wote wawili kiliwakuta kwa maana ya kuchelewa kutoka ndani ya airport ya kimataifa ya Algiers pale Algeria. So weka comment kwenye comment section kitu gani ambacho umekiona. Hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe. Bado kuna mengi kutoka Algiers, tutaendelea kujuzana hapa. Usikae mbali na platform hii.